tumeanza kuona wenzetu wengi sana wakielekea kwenye mji mtukufu wa Maka kwa ajili ya ibada tukufu ya hija. Watukufu wa Islam, ibada hii ni nguzo katika nguzo zetu za Uislamu, na tunaambiwa yule mtu mwenye uwezo basi tunatakiwa, ni wajibu kufanya hii ibada. Nitumie nafasi hii kuwakumbusha Waislamu wenzangu wote, kwa yule ambaye Mwenyezi Mungu amemdiriki uwezo, basi asikose kufanya ibada hii. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mtu achague yule ambaye amepata uwezo na hajaenda kufanya ibada hii, achague kifo chake, aidha kufa kafir au kufa Yahudi. Kwa kweli hii inathibitisha kwamba tunatakiwa wale ambao Mwenyezi Mungu ametudiriki uwezo, basi twende tukatimize nguzo hii muhimu. Wako watu wanasema, kizungumza nao anasema mimi nitakwenda mwakani bwana, au nasubiri kidogo, mimi bado kijana na hisi nikienda kule nitakuwa nishajifunga na mambo mengine, kwa hiyo nasubiri kidogo. Lakini tunajiuliza, wewe una uhakika hata ya kufika jioni? Au una uhakika hata ya kufika kesho? Bado nafsi inatudanganya sana. Lakini mwingine anaona pengine kutoa $5,000, $6,000 au $7,000, kiasi cha milioni 15, 16, anaona kama atapungukiwa kidogo. Sisi kama wazazi tuna wajibu katika Uislamu. Tuna wajibu wa kusimamia na kujua tunafanyaje, na kila mmoja ana wajibu. Kama mchunga tutaulizwa tunachokichunga. Lazima vijana tuwasimamie, tuhakikishe tunawaelekeza katika mema na tunawaelekeza kwa yale yanayostahili kwa maslahi ya nchi yetu. Lakini watoto hawa wakisimamiwa, wakipata elimu, kwa kweli mwisho wa siku wataisaidia nchi yetu, lakini pia wataisaidia jamii yetu. Haya ambayo tunayapata kwa kweli sasa hivi ni mitihani mikubwa sana, na tunapaswa tujitathmini, tujiekeze vijana wetu kwenye elimu. Hawa vijana tunaowazungumza leo, kwa kweli ukiangalia background yao ni mtihani kwa kweli. Serikali alhamdulillah, Mheshimiwa Rais ameweka nguvu kubwa sana kwenye miundombinu ya elimu. Tunayo nafasi ya kusimamia haya sote. Zanzibar ni yetu sote, na haya yanafanywa kwa ajili ya wananchi wa Zanzibar.